NASA imefuta kwa kiasi kikubwa mpango wa kituo cha anga za juu cha Lunar Gateway kama nguzo kuu ya usanifu wake wa mpango wa Artemis, ikitangaza tarehe 24 Machi mwaka 2026 kuwa itasitisha programu hiyo katika mfumo wake wa sasa na kuelekeza mkakati wake wa mwezi kwenye miundo mbinu itakayosaidia operesheni za kudumu juu ya uso wa mwezi. Hatua hiyo ilitangazwa wakati wa tukio la Ignition la NASA, ambapo shirika hilo liliwasilisha mpango wa hatua kwa hatua wa kujenga kituo cha mwezi chini ya sera kitaifa ya anga ya Marekani. Ingawa NASA haikutangaza rasmi kufutwa kabisa kwa Gateway, ilisema itatumia upya vifaa vinavyoweza kutumika vya mradi huo na kuendelea kunufaika na michango ya shirika wa kimataifa inapowezekana, ikionyesha kuwa baadhi ya vipengele vya mpango huo vinaweza kuendelea katika mfumo uliobadilishwa hata kama Gateway yenyewe itapoteza nafasi yake kuu. Kwa muda mrefu, Gateway ilikuwa ikitangazwa kama sehemu ya msingi ya kampeni ya Artemis, kituo kidogo kitakachozunguka mwezi kilichokusudiwa kusaidia misheni zenye wanaanga kwenda mwezini na baadaye uchunguzi wa anga za mbali zaidi. NASA ilikuwa imesema vipengele viwili vya kwanza, Power and Propulsion Element na Habitation and Logistic Outpost, vingezinduliwa pamoja kwa kutumia roketi ya SpaceX Falcon Heavy kabla ya misheni ya Artemis 4. Mashirika matano ya anga za juu yalikuwa yakishiriki katika uundaji wake, yakiwemo European Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency, Canadian Space Agency, pamoja na kituo cha anga cha Mohammed bin Rashid cha Falme za Kiarabu. Badala yake, NASA sasa inaweka mkazo kwenye mkakati wa kuanza na uso wa mwezi. Shirika hilo lilisema mpango wake wa kituo cha mwezi utatekelezwa kwa awamu 3, ukianza na misheni za roboti zinazoweza kurudiwa pamoja na majaribio ya teknolojia kupitia huduma za Commercial Lunar Payload Services na programu ya Lunar Terrain Vehicle. Awamu ya pili italeta miundombinu ya awali inayoweza kukaliwa kwa muda pamoja na msaada wa mara kwa mara wa vifaa, ikijumuisha gari la uchunguzi lenye shinikizo la hewa la JAXA. Awamu ya mwisho itatumia mifumo ya kutua inayoweza kubeba mizigo na wanaanga kupeleka miundombinu mizito zaidi kwa lengo la kuweka uwepo endelevu wa binadamu mwezini. Hii itajumuisha michango kama makazi ya matumizi mengi kutoka shirika la anga la Italia na gari la matumizi ya mwezi kutoka Canadian Space Agency. Uamuzi kuhusu Gateway pia ni sehemu ya mabadiliko makubwa ya mpango wa Artemis. Mapema Machi mwaka 2026, NASA ilitangaza kuwa misheni ya Artemis 3 ambayo sasa imepangwa kufanyika mwaka 2027 haitajaribu tena kutua kwa mara ya kwanza kwa wanaanga mwezini. Badala yake, misheni hiyo itajaribu mifumo na uwezo wa operesheni katika mzunguko wa chini wa dunia kabla ya kutua kwa Artemis 4 kunako lengo kufanyika mwaka 2028. NASA pia ilisema inalenga kufikia angalau kutua moja kwa mwaka juu ya uso wa mwezi kabla ya kuongeza kasi hiyo kwa kutumia mifumo zaidi ya kibiashara na inayoweza kutumika tena.